Maisha ni kipindi maalum cha wakati ambao mwanadamu amepewa na Mungu ili apate kutekeleza kusudi la kwa nini yeye ameumbwa, kwa nini wewe umeumbwa. Kwa hiyo utagundua wakati niliopewa mimi sio wakati uliopewa wewe. Wakati utakapokuwa hapa duniani, tambua ni zawadi ambayo Mungu amekupa, sio uitumie kama unavyojisikia, bali kuna lengo la wewe kuwepo duniani. Lazima maisha yako yaendane na lengo la wewe la uwepo wako hapa duniani. Maisha yako, yani wewe kuwa hai, kupumua hadi sasa hivi, sio jambo la kubahatisha, sio jambo la ajali. Ni fursa maalum kwa kipindi maalum ambacho umepewa, na unapaswa ukitumie katika mtazamo chanya, kikuletee matokeo kwako na kwa wanao kuzunguka. Kwa nataka nisisitize, kila mtu hapa duniani Mungu aliporuhusu awe hai, amempa kusudi maalum la kufanya, na hilo kusudi limetengewa muda wake maalum, ambao muda wake ukiisha unakatwa. Kwa wakati wako wa kuishi, maandiko yanakutaka uutumie kwa nguvu zako zote, kwa hekima zako zote, kwa talanta na vipaji na vipawa ambavyo Mungu amekupa, viweze kuleta matokeo kwenye maisha yako na maisha ya wanao kuzunguka. Maana wakati wako ukiisha utakatwa, uingie wakati wa wengine. Kuna wakati ulipokuwa kijana, kuna mambo utakiwa kuyafanya. Kama hautayafanya kwa wakati huo, utafika wakati wa uzee, kuna mambo utakayofanya ukiwa wakati wa uzee. Kwa hiyo katika somo la leo utagundua kwamba inakupaswa utazame muda kwa mtazamo mpya kabisa. Kila sekunde inayopita kwenye maisha yako ni sekunde ambayo ndani yake iko fursa, na fursa kuu ni fursa ya kuokolewa kwako, lakini ziko fursa ndogo ndogo nyingi sana. Kwa hii somo linatutaka tuweze kuheshimu, tuweze kutilia maanani kila sekunde, dakika, saa, siku zinazopita mbele yetu.